hujui ni muda gani mauti yatakufika. Kullu nafsin dha'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, kila nafsi itaonja mauti na kila nafsi italipwa ujira wake kamili siku ya Kiyama. Kwa yule ambaye atafanya amali zilizokuwa nzuri, huyo atakuwa katika makazi yaliyokuwa mazuri, na kwa yule ambaye atafanya amali zilizokuwa mbaya, huyo atakuwa katika sehemu mbaya ya kuchukiza. Ndugu zangu Waislamu, mshairi anasema laisa daru lilmar'i yaskunuha, hana nyumba mwanadamu ya kuishi baada ya kuondoka kwake katika dunia. Mwanadamu hatakuwa na nyumba ya kuishi, ndugu yangu Muislamu, baada ya kuondoka katika dunia, illa allati, isipokuwa ile nyumba ambayo kana fi dunia baniha, nyumba aliyokuwa akijenga wakati yuko katika dunia. Hebu tujitathmini mimi na wewe ndugu zangu, ni nyumba gani sisi tunaitayarisha katika maisha yetu ya akhera ndugu zangu? Na kama hatuko katika njia sahihi, kwa nini tusiwe katika njia sahihi na hali ya kuwa dunia, ndugu zangu Waislamu, ni maisha yenye kupita? Lakini sisi tunakumbasika kwa mambo ya kidunia ndugu zangu Waislamu. Mambo madogo ndugu zangu Waislamu, sisi yanatuchanganya akili zetu, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anasema bal tu'thiruna al-hayata dunya, lakini nyinyi wanadamu umeathirika zaidi na maisha ya kidunia, wal akhiratu khairun wa abqa, hali mmesahau nyinyi kwamba maisha ya akhera ni bora na ni yenye kubakia milele. Ndugu Waislamu, tusikubazike sisi na maisha ya dunia. Tunachotakiwa sisi, Allah subhanahu wa ta'ala katuletea ujumbe kwamba katuumba sisi tumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa vile ndugu Waislamu, tuko katika mada inayozungumzia milango ipo wazi, itabidi tuiangalie hii mada, milango ipo wazi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lilmuttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, yakimbilieni maghfira kutoka kwa Mola wenu, harakisheni kutaka msamaha kutoka kwa Mola wenu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, tuharakisheni ndugu zangu, pamoja na maovu yote tuliyoyafanya, tuliyoyatanguliza. Allah anatutaka tuweze kurejea kwake kabla haijafika siku ambayo mimi na wewe tutakuwa ni wenye kujuta kama hatujarudi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati ndugu yangu Muislamu yatakapotokea mauti na hali hukurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wale malaika wakaichukua roho yako kwa nguvu, ndugu yangu Muislamu, wewe umekula hasara ndugu zangu. Itakuwa wewe umekula hasara ndugu yangu, kwa sababu maisha ya akhera ndugu yangu siyo maisha yanayorudi tena ndugu zangu. Yauma tabiyabuju, siku ambaza lakini watabiyabuju, na ni kwenye kiyama ndugu zangu Waislamu. Vipi bila siku ya kiyama ndugu yangu? Hiyo ni siku mzito sana ndugu zangu. Uwe mtoto ambaye unamkumbatia kwamba ni siku mzito hiyo, unakwenda mbio kwa sababu ya uzito wa siku hiyo. Likulli mri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni, ni siku nzito sana ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu. Vipi mimi na wewe tuna siku hiyo ndugu Waislamu? Allah subhanahu wa ta'ala ataufunga mdomo wako kizungumza viungo utakilaumu kwa nini vikatoa ushahidi. Viungo hivyo vitakwambia Allah subhanahu wa ta'ala, leo ndiyo kaniamrisha mimi niweze kusema al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Itakuwaje siku hiyo ndugu zangu?
Turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ni mwenye kutusamehe ndugu zangu Waislamu.